So guys, nianze kwa kusema kwamba ni habari ambazo sio nzuri na haziridhishi kiukweli kabisa. Manze, kuna Mkenya ameanguka huku na ya mama. Nani anajua huyu msichana? Nani anajua huyu? Ni Mkenya. Nani anajua huyu? Hebu anasaidika na asaidiki. Nani anajua huyu? Nani anajua huyu? Nani anajua huyu please? Nani anajua huyu? Nimeona kuna bracelet ya Kenya. Si mnaona? So hilo ndio swali ambalo lilikuwa linaweza kuulizwa hapa, ambapo ni ujumbe na habari ambazo zimeweza kunifikia leo alfajiri mwezi wa 4 tarehe 4 mwaka 2026, ambako zimeweza kufika kwa studio yetu hapa, ambao tulikuwa tunataka kujua sana hino ya mama inapatikana wapi, lakini baada ya tafiti zetu tukajua kabisa iko ndani ya Saudi Arabia, mji wa Riyadh. Kuna sehemu ambayo inaitwa Yamama na ni sehemu ambayo Wakenya wengi sana wako pale. Hata nimeweza kukumbuka ambapo nimekutana na video fulani ambayo niliweza kuifanya miezi kadhaa iliyopita, ambapo kulikuwa kuna baadhi ya Wakenya pia sehemu ile ambayo inaitwa Yamama, ambao walikuwa wameteteshana na wadosi wao na wengine wakawa wamefungiwa ndani, ambao walikuwa wanachapwa viboko, na basi kukawa kuna wengine wanataka kuwatetea ndani walipokuwa. Watu wapiga nduru kabisa. So hiyo haikuwa muhimu sana kwenye topic yetu ya leo, na tulikuwa tunataka tuzungumzie hali halisi ambayo imempata mwanadada yetu. Baada ya kutafiti na kuulizia maswali huku na huku, tumekuja tukashtukizia kwamba dada yetu huenda 30% ambao hatujaifikisha 100% kupata habari hizi, huenda ikawa dada yetu ameanguka sehemu ambayo iko juu na kwenda chini, ambako ni kama amefaint, kwa sababu hatujapata habari mwafaka ya kwamba ameweza kufariki dunia. Lakini kwa sasa imetubidi na kutulazimu tuweze kuchapisha habari hizi ili ziweze kufikia wahusika kwa wakati mwafaka, ikizingatiwa kwamba kuna fan base kubwa sana kwa KG Chipande ambayo inafikia watu wengi. Basi video hii iweze kusambazwa kwa wingi na kwa haraka sehemu tofauti, ili familia mwafaka iweze kumtambua na familia iweze kujua mtu wao kile kitu ambacho anapitia kule ambako yuko. Niregelee tu ya kwamba mpaka sasa hatujaweza kutangaza rasmi hapa kwa KG Chipande endapo mdada huyu ameweza kukata uhai wake ama bado yuko hai, japo amegunduliwa ya kwamba ni Mkenya halisi kwa sababu ya ile kitu yake ambayo amevaa, bracelet ambayo amevaa kwenye mkono hapa, ambayo inaishiria ya kwamba yeye ni Mkenya. Lakini kufahamika ya kwamba she is real Kenyan bado haijafahamika. Kufahamika kwamba she has died bado haijafahamika pia. Kwa nini nasema kwamba we have not confirmed that she is a real Kenyan? Ni kwa sababu mtu yoyote, either ni Mghana, Nigeria, Uganda, Tanzania, akisikia kuvaa ile bracelet ambayo inaonyesha kwamba ni ya Kenya, haimaanisha kwamba yeye ni Mkenya. Ile ni kitu ambayo inapendezea kila mtu na kila mtu anaweza kaivaa wakati wote. Na hivyo basi niweke wazi kwa sasa naiweka wazi ya kwamba hatujafahamu ya kwamba amefariki ama bado. That is one. Second, pia hatujafahamu endapo kisa na sababu ambayo imemfanya mpaka kaanguka pale chini ni kusukumwa na mwenzake, ni kusukumwa na bosi wake, ni kuteleza kaanguka, ama ni kujirusha kutoka juu na kuanguka mpaka kile kitu ambacho amefikia pale. Lakini ungana na mimi hapo kwa KG Chipande. That's why nakwambia kila wakati bofya tu hiyo subscription hapo. Kuna mahali imeandikwa subscribe, weza kubofya hapo ili mradi uungane na mimi kila habari ambayo unaweza kuitoa, uwe wa kwanza kuipata na uwe wa kwanza kujizolea hizo taarifa, ili vitu kama hivi ambavyo hatujavihakikishia ama hatujaviweka wazi kwa ukubwa, uwe wa kwanza kuvipata endapo tutarudi hapa na kufahamisha jamii ya kwamba hii ilikuwa ni hivi na hivi na hivi na iko hivi na hivi na hivi. Nikukumbushe tu kisa ambacho kilinipata, ambacho pia mimi vile nilikuwa kwenye same situation. Ni ule wakati ambapo nilikuwa nikifanya kazi ndani ya Qatar miaka ya nyuma iliyopita, miaka mingi ya nyuma iliyopita. I used to work in Qatar for almost sitasema hapa. Fine. So kuna sehemu moja ambapo tukifanya kazi pale, ambapo masaa ya usiku takriban kama saa 8 hivi, ilikuwa ni Ijumaa hiyo, it was on Friday,
kama saa 8 usiku hivi, ambao tulikuwa tunapita tukapata kuna mdada fulani hivi ambaye amejilaza. Kwa umbo lake lilikuwa ni msichana mwingine mrembo sana, ajabu, sio for sure kabisa, lakini amejilaza chini hivi na mapovu yanatoka kwenye mdomo wake, na ana asilia ya Kiafrika kabisa. Amevaa nguo ilikuwa imeandikwa Tusker hivi, nakumbuka vizuri kama siku ya jana vile. Alafu kwenye mkono wake wa kushoto kuna bendera ya Kenya ambayo ameivaa, inaonyesha kabisa ni bendera ya Kenya. Ambapo msichana tulijitahidi sana, nilikuwa niko na mwenzangu pale ambaye ametoka sehemu ya Pakistan, so tulijaribu sana kuweza kumtetea ili aweze kuinuka. So kwenye utetezi wetu ule, mimi nilijaribu kumwamsha ile kwa kumsukuma hivi nyuma sehemu yake ya mgongo ile kwenye shirt, kumsukuma, kwa sababu we really try to avoid kushikana na mikono yake ile, because in Qatar once mtu akipatikana kwenye ile situation, polisi wanamchukua na kwenda angalia mara yake ya mwisho ama sehemu zake za mwisho ambazo aliweza kupitia, na sana sana wanaangalia fingerprint zake, na fingerprint ndo zitajulisha kwamba yule ameshikana na nani na nani, ama amesalimiana na nani na nani, ama ameshika wapi na wapi, ili waweze kujua kama amefanywa ubaya, kama amekiwa sumu, kama ameuliwa, watajua wazi sehemu yake ya mwisho aliyokuwa ni gani. So definitely mtu kama yule ukimshika mkono hivi, huwa ni kama wewe unajitoa chambo, ni rahisi sana yeye kuangaliwa naonekane ameshikana na mtu fulani siku ya mwisho, in a way that hata wewe ukienda kujaribu kujitetea na kusema kwamba nimempata kwenye sehemu amejilaza nikataka kumsaidia, wewe hakuna mtu ambaye atakusikiliza. So kitu ambacho tulijaribu pale, tujaribu tu kumsukuma upande wa nyuma kwenye ile shati yake kumuona kama atamka, lakini msichana hakureact, isipokuwa mimi nilipokuwa naongelesha Kiswahili kumwambia kwamba dadangu, dadangu, dadangu hivyo, nikamwona amereact ile, anasema nipeleke nyumbani, amesema nipeleke nyumbani. Nikamwambia yule jamaa mwenye niko naye, nikamwambia she's still alive and she's demanding to be taken to her home. So we were like, tunampeleka nyumbani, tunampeleka wapi? Tulipomuuliza kwenu ni wapi, alitutajia. Nakumbuka alisema naishi Altumama. Tumatu I'm staying in Altumama. So ndio pale tukaita taxi pale ya Karwa, ikaje kambeba paka ndani, tukamwambia ile taxi ampeleke. Taxi akatuliza kwamba nani ambaye analipa, tukamwambia yeye mwenyewe atalipa. So akamchukua akampeleka mpaka sehemu ambayo alikuwa yuko, na baada kama 15 minutes yule jamaa wa taxi alirudi na akaanza kutuambia kwamba sisi ndio tunafaa tumlipe, kwa sababu ile msichana alipofika kwenye gate, tulipomshukisha tu, msichana alienda ndani akamwambia dereva wa taxi asubiria, ambapo dereva asema alisubiria pale for almost 30 minutes, yule msichana hakushuka tena chini, na ndio hivyo jamaa akawa na demand pesa aweze kulipwa, ambayo ilikuwa 20 real. By that time likely nilikuwa niko na hiyo pesa, nikampa yule jamaa na hiyo story kaisha hivyo hivyo. So lakini nilirealize kitu ambacho ilimpata huyu msichana by that time ilikuwa ni ulevi. Ni kama alienda sehemu akaenda kaliwa na wenzake, mwisho wa siku akajaribu kutembea ili afike kwake, lakini akashindwa njiani, ndo pale ambapo alianguka. So the best thing that I was supposed to do ilikuwa ni mwache pale pale mpaka asubuhi, apigwe na kijua vizuri, akuwe soba, ndo ajue ule upumbavu aliofanya sio sahihi. Lakini mimi kwa usamaria wema wangu ambao nilijitahidi kumsaidia ni kumpa taxi, akaenda kule, hiyo taxi hakulipa, taxi kaja ikademand pesa ambayo ilibidi niingie tena mfukoni kujaribu kusaidia that situation. So kwa hali ambayo tumepatana nayo kwa leo kwa huyu dada yetu ambaye yuko ndani ya Saudi Arabia, ndani ya mama, ndani ya Amama, kwa sasa sijui atasaidika vipi, isipokuwa ni habari ziweze kusambazwa kila mahali ili sura yake iweze kutambulika, familia yake iweze kutambua, ili waenze mapema sana kumtafuta alipo na waweze kujua hali halisi ambayo ako nayo kwa sasa. Lakini meanwhile kwa KG Chipande hapa bado tunaendelea kufuatilia story hii ili tuweze kukagua na kujua na kukujuza ni kipi ambacho kilitokea na kilisababisha mpaka mwanadada yetu akafikia situation ambayo yuko, na kwa sasa yuko wapi. So endelea kutegea kwa KG Chipande hapa, utafahamu kila kitu.